wanawake wengi wanaamini ya kuwa eda zote ni moja, wakati ukweli ni kwamba eda zipo tofauti tofauti kulingana na mwanamke husika na hali yake na namna ndoa yake ilivyokwisha. Kabla ya kukutajia aina 5 za eda au wanawake wa aina 5 wanaotakiwa kukaa eda, kwanza ni vema tukajua nini maana ya eda. Huenda si wote wanaojua maana ya eda. Wanawachuoni wanatuambia al-iddatu lughatan al-adadu wal-ihsa. Eda kilugha maana yake ni kuhesabu au mahesabu na kudhibiti. Wakatuambia wa huwa ismu limuddati tarabbusi almar'ati, eda ni jina la mwanamke kuongoja kwake, kusubiri kwake, limaarifati baraati rahimiha. Eda maana yake ni jina la kitendo cha mwanamke kungoja, kusubiri pindi ndoa yake itakapovunjika au itakapokwisha, kwa malengo ya kutaka kujua usalama wa kizazi chake. Wengine katika wanawachuoni wakasema almuddatu allati tatarabbasu almar'atu fiha ba'da intihai alalaqa alzawjiyah. Eda maana yake ni ule muda ambao mwanamke anakuwa mwenye kuketi na kuhesabu idadi ya masiku yake tangia anaachika baada ya kuisha kwa ndoa yake. Sasa mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa ujumla, mlango wa eda ni mlango mpana sana, na Uislamu umeagiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa mfano, kabla ya kukutajia hizi aina 5 za eda nilizokuletea leo kama kipindi, kama mada, ni kufahamisha ya kuwa wanaume wengi wa Kiislamu tunakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati wa kuachana na wake zetu. Kwa mfano, Uislamu unatutaka mwanaume wa Kiislamu ikibidi kuacha, amwache mkewe talaka ya kisunna. Bimaana amwache kwa kufata mwenendo, sunna, njia, maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano, talaka ya kisunna unapaswa umwache mke hali ya kuwa hayumo ndani ya hedhi. Wanaume wengi leo, wazee wa kugawa talaka kama njugu, hawaangalii hali ya mwanamke, wakati Uislamu unakutaka baada ya kuona riziki imekwisha, hapa mlipofika ni bora muachane kwa wema, kwa sababu mmeshindwa kuishi kwa wema. Uislamu unakuambia tazama hali yake, yumo ndani ya hedhi. Kama yumo ndani ya hedhi, usimwache.
Kwa hivyo, mosi, usimwache mwanamke akiwa ndani ya hedhi. Pili, unatakiwa umwache akiwa katika tahara, kashatoharika, lakini kwa sharti usimwache mwanamke akiwa katika tahara ambayo ndani yake umemwingilia. Nini maana yake? Maana yake kuna wanaume wanajitia watoto wa mjini. Kashamchoka mwanamke, anataka kumwacha. Anafuatilia kwamba leo atakoga josho la hedhi, kesho au kesho kutwa atamwingilia eti mwisho, alafu baada ya hapo atamwacha. Ni makosa makubwa sana na ni kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ikibidi kuacha, mwache mwanamke katika tahara, tena usimwingilie ndani ya tahara ile, na usimwache ndani ya hedhi, na umpe talaka moja. Wanaume wa zama hizi, wazee wa kukurupuka, ikitokea kuacha, shekhe, wanazigawa kama njugu: 3 zako, 3 za mama yako, 3 za baba yako, 3 mpelekee bibi yako kijijini. Utadhani kaoa familia nzima, hakuoa mwanamke. Ni makosa kutoa talaka kwa mkupuo, ni kinyume na mafundisho ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matokeo sasa, wanaume wenye kutoa talaka za mkupuo, wiki 1-2 jazba zimesha waondoka, wanaanza kusumbua mashekhe: shekhe, salamu alaikum, hakuna uchochoro shekhe, nasikia kuna hadithi ya Mtume inasema 3 si 3, 3 ni 1. Kumbe bado unamtaka. Sasa kwa nini umezigawa kama njugu mpaka kijijini umepeleka? Kwa mtazamaji, baada ya kutoa mukaddima huu, niseme ya kuwa eda za akina mama au wanawake wanaotakiwa kukaa eda ni kama ifuatavyo, na sampuli za aina 5 za eda. Tukumbuke ya kuwa wanawake wote hawafanani katika ukaaji wa eda. Naanza na mwanamke wa kwanza, au eda ya kwanza ni eda ya mwanamke aliyeachwa. Piga mstari: aliyeachwa, ili hali anapata siku zake, anapata hedhi. Mwanamke aliyeachwa ili hali anapata hedhi kama kawaida, Qur'ani tukufu inamtaka akae eda kwa kuhesabu eda yake kwa kupata hedhi mara 3. Leo wanawake 1% wakiachwa wamekuwa aka wazee wa kuhesabu miezi, hawahesabu kwa hedhi. Na haya ni makosa makubwa sana. Utasikia shosti: nishajigomboa miezi 3 nishamaliza, afadhali tushaachana. Aliyekuambia wewe kipimo cha eda yako ni miezi 3 ni nani? Kwa mwanamke wa kwanza ni yule anayetakiwa kukaa eda kwa kuhesabu hedhi 3 na wala sio miezi 3. Yupi huyo? Ni mwanamke aliyeachwa ili hali anapata hedhi. Kwa kuwa hapo awali tumekusha sema kuwa mwanaume ikibidi kuacha, mwache akiwa msafi na mpe talaka moja. Baada ya kumpa hiyo talaka moja, mwanamke anapaswa akae eda, yani aanze kuhesabu, aanze kusubiri na kungoja tangia ameachwa na mumewe, anahesabu apate hedhi mara 3. Akipata hedhi mara 3, akatwaharika mara 3, tayari ile ndoa imekwisha.
Na hii mtazamaji, Qur'ani ndiyo imesema hivyo. Pokea sasa Al-Baqara sura ya 2 aya nambari 228. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء, na wanawake waliopewa talaka watangoja, watasubiri, wataketi eda kwa kipimo cha kupata hedhi 3.